Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, zikiwa saa 1:30 jioni Afrika ya Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani, karibu kwa idhaa yako. Heri na fanaka ya mwaka mpya 2026. Jina langu ni Gabriel Ingubu. Andamana nasi kwenye ukurasa wa Facebook, X, YouTube na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili, sauti ya Afrika. Karibu. Kama upo maeneo ya mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika, Radio Ngoma Amani Fizi inayopatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Radio Rwanzururu RTR Beni kupitia masafa ya 93.5 FM ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibuyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Inapatikana pia kwa masafa marefu. Kwanza tupate muhtasari wa matukio barani, naye Angela Ngendo. Heri ya mwaka mpya na asante sana kwa kuwa pamoja nasi na kuchagua idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Katika taarifa kuu tunaanza Banjul, Gambia. Miili ya watu 7 imepatikana na manusura 96 wameokolewa hai baada ya mashua iliyojaa wakimbizi na wahamiaji kuzama usiku wa kuamkia Alhamis, kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Gambia. Tukio hilo limetokea nje ya pwani ya Gambia karibu na kijiji cha Jinak katika mkoa wa North Bank, wakati mashua hiyo ilipokuwa ikijaribu kuvuka bahari ya Atlantiki kuelekea visiwa vya Canary nchini Hispania, njia maarufu lakini hatari kwa wahamiaji wanaotafuta maisha bora barani Ulaya. Wizara ya Ulinzi ilieleza kuwa meli hiyo ilikuwa na wahamiaji zaidi ya 200, ingawa idadi kamili bado haijathibitishwa rasmi. Watu waliokolewa walipelekwa hospitalini kwa matibabu na takriban watu 10 wako katika hali ya mahututi na wanaendelea kupokea huduma ya dharura. Wakazi na mashirika ya uokozi wameelezea huzuni na wasiwasi juu ya ongezeko la visa vya mashua kuzama katika ukanda huu wa Atlantiki, wakitaka hatua za kimataifa za kuboresha usalama wa wahamiaji na kupunguza vifo vya kila mara kuchukuliwa. Mogadishu, Somalia. Serikali ya Somalia imekamilisha operesheni kubwa ya kijeshi dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab, ikisema kwamba magaidi 29 wa kundi hilo waliuawa katika shambulio lililofanyika kwa ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Operesheni hiyo ilitekelezwa katika eneo la Jabhat Godane, mkoa wa Shabelle ya Kati, kwa mujibu wa taarifa rasmi ya Wizara ya Ulinzi. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi inasema kwamba operesheni ilijumuisha mashambulio ya anga usiku mzima ambayo alilenga misitu na makazi ya magaidi wa Al-Shabaab, kundi linalohusiana na mtandao wa kigaidi wa Al-Qaeda. Katika shambulio hilo, magari na silaha zao ziliharibiwa, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kuzuia mashambulio dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Serikali ya Somalia imepongeza washirika wa kimataifa waliosaidia kwenye operesheni hiyo, hususan katika nyanja ya ushirikiano wa kijasusi, kupanga mkakati na kufanikisha mashambulio ya kijeshi, ingawa haikutaja majina nchi au vikosi vilivyohusika. Huko Mali na Burkina Faso, mamlaka za nchi hizo mbili zimeelezea kwamba zinatekeleza marufuku ya kusafiri au kuingia kwa raia wa Marekani katika nchi zao kama jibu la hatua sawa iliyotangazwa na utawala wa Rais Donald Trump mapema mwezi huu. Katika taarifa rasmi zilizotolewa na Wizara ya Mambo za Nje kutoka mataifa hayo mawili ya Afrika Magharibi, zinasema hatua hiyo ni kwa mujibu wa kanuni ya uwiano. Tangazo hilo limetokana na uamuzi wa Marekani tarehe 16 Disemba mwaka 2025, ambapo utawala wa Trump ulipanua orodha ya nchi ambazo raia wake wanakabiliwa na marufuku ya kusafiri au vikwazo vya visa kwenda Marekani. Mali na Burkina Faso ziliingizwa kwenye orodha hiyo pamoja na nchi nyingine nyingi kutokana na sababu zinazohusiana na usalama, pamoja na madai kwamba nchi hizo hazikutoa taarifa za kutosha kuhusu raia wao au zilikuwa na changamoto za kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Mali imesema kuwa raia wa Marekani
watakabiliwa na masharti. Libreville, Gabon. Serikali ya Gabon imechukua hatua isiyo ya kawaida ya kufuta kabisa kikosi kizima cha timu ya taifa ya mpira wa miguu Panthers, ikifuatiwa na kuchukuliwa hatua dhidi ya makocha na wachezaji wakuu baada ya matokeo duni katika mashindano ya kombe la mataifa ya bara Afrika AFCON. Hatua hiyo ilitangazwa rasmi na waziri wa michezo wa Gabon, Simplice Desire Mabula, kupitia matangazo ya televisheni ya kitaifa baada ya timu hiyo kutoka mwisho kwenye kundi lao bila kushinda mchezo hata moja katika mashindano haya yanaendelea nchini Morocco. Miongoni mwa wachezaji waliokumbwa na hatua kali hizo ni pamoja na Pierre-Emerick Aubameyang, shujaa maarufu wa zamani wa klabu za Ulaya, na Bruno Ekulemanga, beki na kapteni wa kikosi hicho. Serikali imewatenga kwa kutokuwa na matokeo yaliyotarajiwa na chama cha mpira wa miguu cha nchi hiyo. Kombe la AFCON linaloshindaniwa nchini Morocco limezidi kuleta msisimuko wa kipekee barani Afrika katika mawanda ya soka. Ubabe wa timu za kaskazini na magharibi mwa bara la Afrika ndiyo mjadala mkuu katika kila eneo la gumzo ya soka. Tanzania ambayo imefuzu kushiriki kiwango cha maondoano imeleta msisimuko wa aina yake Afrika Mashariki. Leo katika jukwaa ninao wachambuzi wa soka Michael Mackenzie kutoka magharibi mwa Kenya, mchambuzi wa michezo katika runinga ya Nyota mjini Mumias, Samuel Dida kutoka Tanzania ambaye ndiye kocha wa klabu ya Geita Gold FC inayoshikilia nafasi ya kwanza kwenye jedwali la daraja la pili Tanzania, na Yohana Shida Paul anayefanya kazi na kampuni ya magazeti ya serikali TSN na kituo cha redio cha Rubondo FM. Karibuni na tuanze. Taswira kamili ya mpira wa Tanzania uko namna gani? Miaka ya hivi karibuni kama miaka mitatu ama minne kumekuwa kuna mabadiliko. Taswira ya Tanzania kwenye mpira inabadilika kutokana na uwekezaji wa vilabu, lakini pia wahisani kwa karibu na wadau ambao ni wakubwa kama serikali kuwekeza na kutazama kwa kina kwenye uwekezaji wa mchezo. Kwa hiyo kuna mabadiliko kuangalia ushindani wa vilabu, takwimu zake kwenye mashindano ya vilabu kimataifa, lakini pia timu ya taifa kwenye mwendelezo, lakini hata ndani wa vilabu kwenye maeneo mengine, ikiwa ni soka la wanawake, kukua kwa vituo na kuongezeka kwa vituo vingi vya michezo kwa vijana, inaongeza taswira kwamba kuna mabadiliko yanafanyika. Kwa sababu kwa miaka hivi karibuni pia mashindano ya AFCON ya vijana yaliyofanyika Dar es Salaam, mashindano yale ya vijana chini ya miaka 17 yaliyofanyika Arusha, timu ya wanawake kwa maana ya Twiga Stars kushiriki kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia, lakini pia kushiriki kwenye michuano mikubwa ya AFCON ni dalili nzuri. Lakini vilabu vikubwa vya wanawake kama JKT Queens kucheza kwenye hatua kubwa za kimashindano katika soka la wanawake Afrika msimu jana pale South Africa, msimu huu pia wakishiriki katika michuano hiyo. Uwepo vilabu vikubwa kushiriki kwenye michuano mikubwa na kufika katika hatua ya finali. Simba kucheza finali dhidi ya RS Berkane msimu jana, Yanga Afrika kufika katika hatua kubwa ya mtoano, lakini pia na vilabu kama Azam kuingia kwa mara ya kwanza kwenye makundi. Hii inatoa taswira nzuri kwamba sasa hivi soka la Tanzania linabadilika na linaweza kuwa bora zaidi. Nikija kwako Bwana Yohana, mimi nikianza kuangalia mpira wa Tanzania nilisoma katika historia. Tukiwa muungano wa Afrika Mashariki tulikuwa natumia ndege moja ilikuwa inaitwa East African Airways. Alafu muungano ulipovunjika kuna ndege zilikuwa zimetua Tanzania, zingine zimetua Kenya, zingine zimetua Uganda. Wakati muungano unavunjika, ikawa mamlaka ya Tanzania imesema ndege niko katika uwanja wa Tanzania isiondoke. Kenya wanasema vile vile ndege niko katika uwanja wa Kenya isiondoke. Lakini marubani wa Kenya wenye walikuwa katika uwanja wa ndege waliweza kutoroka na ndege mbili zenye zilianzisha Kenya Airways. Na kutoroka kwao kunakuja kwa sababu timu ya Yanga na Simba walikuwa wanacheza. Sasa maafisa wote wa ndege, wakuu wa serikali wote wameenda uwanjani kuenda kuangalia mpira. Ukisema Yanga na Simba wanakutana Tanzania, hii inaleta taswira gani Bwana Yohana? Kwanza lazima tukubali kwamba kwa Tanzania nembo ya soka ipo kwenye Simba na Yanga.
hivi ni vilabu ambavyo sio tu vina historia kubwa kiushindani, lakini pia vimefanikiwa kutengeneza taswira ambayo kwenye jamii husika, yani kwenye jamii ya Watanzania wapenda soka na sio wapenda soka, yani kwamba ni kama zimefanikiwa kuwagawanya kwenye makundi hayo. Yani mtoto akikua tu inawezekana kabisa akaulizwa, bana wewe ni Simba au Yanga? Yeye mwenyewe anaanza kuchagua akiwa bado mdogo kabisa, analelewa, anaulizwa Simba Yanga hivyo. Ukienda hata daraja la kati, shule za msingi, mnacheza ile michezo ya mipira tu ya kawaida hii, mkiwa mnajigawa pande mbili za kiushindani. Sasa mnatumia majina gani? Utaona kabisa kwamba pande moja utajiita Simba, mwingine utajiita Yanga. Hata kwenye wakati mwingine kwenye debate hata za masomo unakuta debate hizo ili kwenye pande mbili, kwa haraka tu mnatumia Simba Yanga hivyo. Imegeuka kuwa utamaduni wa Tanzania kwamba unapokuwa tu basi unachagua upande wako ni upi, basi hizo ni Simba au Yanga. Inawezekana utamkuta bibi hafuatilii kabisa mpira, hajui chochote kuhusu soka, lakini ukimuuliza upande kuhusu Simba na Yanga atakwambia yeye hizo ni Simba au ni Yanga. Vivyo hivyo hata kwa viongozi. Asante bwana Mackenzie. Vijana wanashabikia timu za nyumbani kama hivi, kama venye Yohana anavyotusimulia. Tanzania wao wanachagua, mtoto mdogo anachagua tayari yeye ni Simba, yeye ni Yanga. Huku Kenya kwanza, timu gani ziko na ushindani mkubwa katika ligi kuu? Kwanza kabisa mpira wa Kenya kidogo tofauti na wa Tanzania, kwamba kitambo miaka ya 80, miaka ya 90 mwanzo mpira wa Kenya ulikuwa kama wa Tanzania, lakini sasa hivi kuna mabadiliko kidogo. Timu za Kenya ni za kijamii. Kwa hivyo utapata kama Waluya walikuwa na timu yao AFC Leopards, unapata watu wengi ambao wanahusiana na kabila la Waluya wanashabikia sana AFC. Alafu unapata kwamba wa Kenya ambao ni wa kabila la Kiluo ama Wajaluo wanashabikia timu yao ya Gor Mahia. Lakini kwamba timu nyingine zinaibuka kama vile Shabana. Timu kama Shabana inatoka katika jamii ya Kisii. Kwa hivyo unapata wa Kisii karibu wote Kenya mashabiki wa Shabana. Alafu sasa kuna zile timu ambazo zinatokea mijini ambazo hazihusiani na jamii yoyote, kama vile timu ya polisi. Ili inashabikiwa na kila mtu na vikosi salama. Timu kama Ulinzi ni timu ya ulinzi ile ya wanajeshi, unapata kama inashabikiwa sana na wale watu ambao wanafanya kazi katika jeshi, na wachache sana kutoka jamii nyingine tofauti. Kwa hivyo utapata soka ya Kenya kidogo iko na utofauti na ya Tanzania. Kwa hivyo, lakini kikubwa ni kwamba soka ya Kenya, timu ambazo zina ushabiki mkubwa ni timu mbili, ya AFC Leopards na Gor Mahia. Mimi ukaniuliza wewe ni shabiki wa timu gani, nitakwambia mimi ni shabiki wa AFC Leopards. Ukipenda wanaita Ingwe. Sasa bwana Dida, nikuje kwako hili suala la ukabila na timu. Sijui nyinyi mkichagua timu huwa mnachukua misingi gani katika taifa la Tanzania? Sababu hapa utapata timu kwanza zenye ziko katika ligi kuu ndio zinachangia wachezaji wengi kuingia katika national team, na ile ligi utapata inaingia na mambo ya ukabila. Sijui Tanzania taswira kamili ikoje? Kwetu ni tofauti kidogo kwa Tanzania, kwa sababu misingi yake haikuanza kutoka moja kwa moja kwenye jamii. Misingi yetu ya football moja ilianza kutoka kwenye mashindano yanayotokana na mashule, kama UMITA ama UMISETA. Kitambo hicho ulikuwa kama ni bora zaidi kwenye mashindano hayo, basi utapata nafasi ya kwenda kuongeza nguvu kwenye timu yoyote Tanzania. Sasa shuleni haulengwi sana kutokana na ukabila ama kutokana na tabaka unaotoka. Kwa hiyo ilikuwa rahisi tu kutengeneza timu ama kujenga misingi ya kiufundi kwenye maeneo ya wachezaji bila kujali anatoka wapi. Haya, shukrani sana Bwana Yohana. Sijui nikija kwako, kwa wakati ambapo timu ya taifa imefuzu kuingia katika ile round of 16, taswira yenye inachorwa katika ile mitaa ikoje kwa wakati huu? Taswira iliyopo, kwanza watu wanaanza kurejesha imani na timu ya taifa. Kwa nini? Kwa sababu miaka kadhaa hapo nyuma tulikuwa na watu walikuwa na mahaba sana na timu ya taifa ya Tanzania. Unakumbuka kipindi cha coach Sio Maximo, kama mkumbuka, alitengeneza ushawishi mkubwa sana, sio tu kwa mashabiki wa soka lakini hata kwa wananchi wa kawaida, na
viongozi wa serikali wakaipenda sana timu yao. Hapa katikati kidogo watu wakapoteza tumaini na timu yao ya taifa, lakini tangu imefanikiwa kufuzu hii mara ni kama mara ya pili mfululizo inafuzu AFCON, tunaona kabisa kwamba ile hamasa imerejea. Ukipita mtaani watu unaweza ukaona kabisa wanaanza hata jezi za timu ya taifa Tanzania zinavaliwa sana, sio tu mtaani lakini hata maofisini zinavaliwa jezi za timu ya taifa. Unaweza kaona kuna kitu ambacho kimerejea kwa Watanzania wengi. Sasa nikija kwako Bwana Mackenzie, mbona hali ya mpira wa Kenya bado haijafika katika vile viwango vile vya kushmechi kama hii Bwana Mackenzie? Ukiona timu ya taifa inafanya kweli, jua kwamba vilabu vyao pia vinafanya kweli. Manake vilabu vya nchi ndio mizizi ya timu ya taifa. Lakini kusema kweli Kenya vilabu vyetu havifanyi vizuri kabisa. Manake ushindani umebakia baina ya vilabu vyetu tu hapa. Angalia michezo ya tuseme Sekafa. Timu zetu hazifanyi vizuri. Kwa hivyo ukiangalia klabu zetu utapata zina ushindani wa ndani lakini havina ushindani wa kwenda nje. Ukiangalia mashindano ya kama ya CAF, Mandela Cup nini, vilabu vya Kenya hata vijaifika round of 16. Ni kitambo Gor Mahia ilifika pale juu. Lakini ukiangalia wakati Tanzania vilabu vinafanya, nimefuatilia sana, mimi ni shabiki wa Yanga by the way. Niko mpaka na jezi yao sana ya Yanga. Nimeanza kushabikia Ngela sana mkuu. Shabiki wa Yanga, timu ya wananchi. Wakati Fred Ambani alitoka AFC Leopards akaenda Yanga. Kwa hiyo mimi huangalia Yanga kama mandugu wa AFC. Alafu nzuri sana kijana tumelea nikiwa mjini Eldoret, anaitwa Duke Abuya, anaingia Yanga, nikasema basi hapo sasa. Kwa hivyo vilabu vyetu havijafanya vizuri sana kwa shindano ya kimataifa, championship ya Afrika. Kenya vilabu vyetu ambavyo unapata timu kama Gor Mahia ni mabingwa Kenya, lakini wakienda championship wanatoka mapema. Angalia timu kama Polisi ikienda kwenye ile mashindano pia hata inaishia wapi. Kwa hivyo vilabu vikiwa na ushindani mzuri katika mashindano ya kimataifa, inamaanisha kwamba timu yao ya taifa pia inakuwa dhabiti. Kwa hivyo sisi timu yetu ya taifa ina ulegevu kwa sababu vilabu vyetu pia ambavyo vinafaa kuwa vinapeana wachezaji kwenye timu ya taifa havifanyi vizuri. Timu za Afrika ya Magharibi ndio ziko nyingi katika AFCON na vile kaskazini. Sijui mbona Afrika ya Kaskazini na Afrika ya Magharibi inatawala sana katika masuala ya AFCON. Mwanzo kabisa haya mataifa, ukiangalia mataifa ya Magharibi na mataifa ya Kaskazini, haya mataifa yaliwekeza katika mchezo wa kandanda. Walifanya investment ya kutosha kuanzia kitambo. Angalia vilabu vyao, angalia hata ile mishahara wanalipa wachezaji wao, ni mishahara ya juu. Inamaanisha kwamba wawekezaji wamefanya kazi nzuri katika kuwekeza kwenye soka ya Angalia, tunarudi nyuma pale nilipokuambia, ukiona timu ya taifa inafanya vizuri, vilabu vyao vinafanya vizuri. Angalia hata mashindano ya vilabu vya bara Afrika, championship ya Afrika. Angalia vilabu ambavyo vinafanya vizuri vinatoka magharibi na kaskazini. Angalia vilabu vya Tunisia vinafanya vipi? Kina Etoile du Sahel, unapata Al Ahly. Angalia vile vilabu vya Egypt ama Misri vinafanya kweli kabisa katika mashindano ya Afrika. Angalia vilabu kama Santos vile vya Afrika Kusini vinafanya kweli. Angalia kilabu kama Motema Pembe ile ya Kongo. Angalia mataifa yote ambayo yako kwenye round of 16, utapata kama vilabu vyao vinafanya vizuri. Na kama vilabu vinafanya vizuri, na maanisha kuna uwekezaji mzuri kwenye vilabu. Ukiwekeza vizuri kwenye vilabu, kwa hivyo ni kama umewekeza kwenye timu ya taifa. Upande wako Bwana Yohana, kwa jicho la mwanahabari, ukiangalia vizuri jinsi ambavyo AFCON inavyoelekea, itatoa mshawasha kwa Afrika ya Mashariki ianze kuinuka, ama ni vile tu tunashiriki kwa sababu kombe limekuja tushiriki basi? Mimi naona tunakuelekea sasa hamasa inaendelea inaongezeka. Inaongezeka kwa nini? Kwanza kama ulivyotangulia kusema,
Kongo hakuwa mwanachama wa Afrika Mashariki, lakini saizi amejoin kama mwanachama wa Afrika Mashariki. Umeona pia jinsi ambavyo utani wa mtandaoni unaendelea Tanzania na Kenya. Uganda katolewa, jinsi ambavyo Watanzania wamemsema kidogo baada ya Uganda kutolewa kushindwa kufuzu kwa hatua 16 bora. Kwa hiyo hamasa naiona kabisa ni kubwa, na hii inatokana na namna ambavyo tunaanza na ushindani wa ukanda wenyewe. Ukanda wa Afrika Mashariki kuna ushindani wa ndani kwa ndani, kwa maana sisi wenyewe tunashindana, tunatambiana. Kuna wenzetu pia Rwanda, Burundi ambao ni kidogo wamesinzia, lakini hao naona jinsi ambavyo tunaendelea kupiga hatua, na hao wataendelea kuamka. Inaendelea inajenga kuwa sio tena inaendelea kwa utamaduni wetu kama ilivyo kwa Egypt, ambao wao wanaona kabisa kwamba kushiriki ni kawaida yao. Morocco, Senegal na mataifa mengine makubwa ambayo yametangulia, kama ulivyosema kwamba kwa ukanda wa Afrika Kaskazini pamoja na ukanda wa Afrika Magharibi tunaweza tukaona kwamba ingawa kama alivyosema Mackenzie kwamba uwekezaji mkubwa unaanza kwenye vilabu vyenu lazima vijiulize kwanza vinafanya nini, ili mwisho wa siku viweze kutengeneza ushindani mkubwa kwenye ngazi ya vilabu, kwenye mashindano ya vilabu. Kama hamwezi kuwekeza kwenye vilabu, basi muangalie njia nyingine ya kupita kama ambao wamepita wenzetu wa Afrika Magharibi. Mimi Afrika Magharibi na wasemaga kwamba wao mwanzoni vilabu vyao vilikuwa vinafanya vizuri sana miaka ile ya mwanzoni mwa 2000, lakini baadaye wao walikuja kuona kwamba njia nzuri ya wao kupiga hatua kwenye soka ni kuwekeza kwa vijana wadogo ambao wanawekeza, wanawakuza na wanauza nje ya Afrika, na wakishauza wao wanaenda kupata kupata uzoefu zaidi, na wakishapata uzoefu baadaye wanakuja kuitumikia timu ya taifa, na mwisho wa siku ndo hapo tunapoona Senegal leo kitaja utakuta kuna ikoni wametoka huko nje. Soko wamefika kule kwa bahati mbaya, kwa sababu walizalishwa, walitengenezewa misingi mizuri kwenye taifa lao na baadaye wakaenda nje kucheza. Umeweza kaona Mali the same, kuna wachezaji wengi ambao wako nje. Sio kwamba wamefika nje kwa bahati mbaya, ni kwa sababu kuna mfumo rafiki ambao umewatengeneza kwenye taifa lao na baadaye wamefika nje. Kwa hata sisi Afrika Mashariki bado tunaweza kuamua sisi wenyewe kama tunawekeza kwenye vilabu zaidi au tunawekeza kwenye kwa kukuza wachezaji, na mwisho wa siku tukaweza kupiga hatua nyingine zaidi ya hapa ambapo tumefika kwa leo. Asante. Tukimalizia Bwana Samuel Dida, nilikuwa nikuje kwako nikuulize, siasa huwa zinaingilia katika kupanga timu. Unasikia labda mashabiki wanasema mchezaji fulani asipocheza wanaanza kusumbua kocha na vitu vya aina hiyo. Sijui kama Tanzania nyinyi kama makocha huwa mnapata hii matatizo kwamba kocha unapanga timu, lakini tena unasikia mtu mkubwa katika ushawishi labda wa serikali, wale technical bench ama mashabiki wanakuja na wanataka upange timu jinsi ambavyo wao wanataka. Huwa mnapata matatizo kama haya Bwana Dida? Hilo huwezi kulikwepa. Kwa nchi zetu zinazoendelea hizi kwenye mpira hauwezi kulikwepa, ila taratibu mambo yanaanza kubadilika, kwa sababu watu wanaanza kuelewa sasa taaluma za watu zinapaswa kuheshimiwa. Unajua, mwalimu anapoitengeneza timu anaiandaa timu kuanzia kwenye uwanja wake wa mazoezi. Field on pitch inakupa tathmini ya kile unachotaka kwenda kukifanya kwenye mchezo husika, na game plan ya timu haianzi kwenye makaratasi. Game plan ya timu inaanza kwenye field, kwa maana ya kutengeneza opponent wako ni opponent wa aina gani, unakwenda kucheza naye kwenye muundo upi. Sasa inapotokea unapata mapendekezo ya mchezaji fulani atumike, ili hali wewe haujamuona sehemu ya mpango wa kile unachofanya, inaweza kuharibu kidogo. Na kwenye professionalism si sawa, lakini kwenye national team inatokea hayo, haiwezi kosa. Mbona mchezaji fulani hajaitwa? Kwa sababu alikuwa bora zaidi, labda kaonekana kwenye timu yake ni bora zaidi, lakini ukiangalia hawezi kwenda kucheza wachezaji wote. Wewe unahitaji wachezaji 11 ambao wana uwezo mzuri wa kutoa kila walichonacho kwa ajili ya timu. Okay, asante sana Bwana Mackenzie. Tukimalizia ni tuangalie wale wachezaji wa kulipwa. Jui kama uwepo wa wachezaji wa kulipwa au wenye wanatumikia katika vilabu vya nje kukuja kwa kambi ya mazoezi siku 2 alafu wanaingia kwa mechi, inaweza kuwa inaathiri soka ya Kenya. Kuna wachezaji aina mbili ambao wanacheza mchezo wa kulipwa huko ughaibuni. Kuna wachezaji ambao wamezaliwa Afrika, kwa mfano wamezaliwa Kenya, wakacheza Kenya kidogo kisha wakapata nafasi ya kwenda juu. Kisha
Kisha kuna wale wachezaji ambao kwamba hawajazaliwa Kenya lakini ni wa Kenya, wamezaliwa kule Uingereza ama wamezaliwa Hispania. Unapata mzazi mmoja ni Mkenya, mwingine ni wa kizungu, ama utapata kama wazazi wote ni wa Kenya ila walihamia huko kitambo. Sasa mtoto amezaliwa, kwa mfano mtoto amezaliwa London, amelelewa huko. Hao wachezaji ni aina mbili tofauti. Ambao wamezaliwa Kenya wakapata nafasi ya wakaenda ughaibuni kucheza soka, ni rahisi sana kuitwa, maanake wana uhusiano wa karibu na wenzao ambao walibaki Afrika. Lakini wale ambao walizaliwa kule ng'ambo, unapata kama ndio ni mzuri, mzazi wake mmoja ama wote ni wa huku, lakini kazaliwa huko. Unapata uhusiano wake kidogo na wale ambao wako Kenya ama wako Tanzania ama Uganda, uhusiano wake si mzuri vile. Kwa hivyo ukimuita anaona ni kama anakuja kuwafanyia favor. Sasa hapo ndipo kuna tofauti. Lakini yule ambaye amezaliwa Afrika na akapata nafasi ya kwenda ughaibuni kucheza soka, ukimuita kurudi Kenya, yeye akona ile pride kwamba anakuja kuwakilisha nchi yake. Lakini wale ambao wamezaliwa huko, ukiwaita kuchezea timu ya taifa, wanaona ni kama ambaye wanakuja kuwafanyia favor, wanakuja kuwasaidia. Hizi timu jinsi ambavyo zinasonga mbele, ni nani anaweza kuingia katika robo finali kwa urahisi? Nianze na Samuel. Mimi ukiniuliza binafsi, naona timu ambayo itakuwa na mpango mzuri inaweza kufika mbali zaidi, bila hali na nafasi gani kiushindani kwa wachezaji wake ama ubora wa wachezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo japo hauwezi kukataa kwamba ziko timu ambazo ni giants, zinaonekana zimefanya mazoezi vizuri na zinaweza kutoa matokeo rahisi zaidi kiushindani. Mfano mataifa kwa mfano ni wenyeji wenyewe, ni moja ya taifa bora ambao wanapa nafasi. Nigeria na Senegal ni mataifa ambayo yanapa nafasi kufanya vizuri, na katika hawa mmoja anaweza kuwa champion kwa mtazamo wangu, wa namna ambavyo wamejiwekeza, kwa namna ambavyo wanacheza, kwa namna ambavyo wameonyesha kubwa kwenye mpira kwa sasa. Yes, Bwana Mackenzie. Kwa hizi timu ambazo zimeingia kwenye awamu ya 16 bora, kila timu ina uwezo kuingia robo finali. Ikifika mahali ambapo unapata kwamba timu zinatoshana nguvu, timu zinatoshana ujuzi, timu zimetoshana kwenye maandalizi, unahitaji vitu viwili. Cha kwanza, unahitaji tu mchezaji mmoja kwenye ile timu ambaye atakuwa na special brilliance. Unahitaji tu mchezaji mmoja ambaye atafanya kitu ambacho si cha kawaida. Wakati mwingine timu itahitaji bahati. Iwapo mmetoshana vitu vingi, bahati ndio itatofautisha kati ya hizi, na labda upate mchezaji ambaye kwamba atafanya kitu extraordinary ama kitu ambacho si cha kawaida na wachezaji wengine. Hiyo ndio tunaita individual brilliance. Unaweza pata timu inaweza mmetoka sare dakika 90, kila kitu mnafanya sawa, inatokea mchezaji mmoja tu, aidha anatokea kwenye bench ama alikuwa pale ndani, atafanya tu kitu extraordinary ambacho kitatofautisha hizi timu mbili. Kwa hivyo iwapo timu zitatoshana nguvu, zitatoshana katika maandalizi, utahitaji tu mtu mmoja ambaye anasema ku break the tie. Hii timu ambazo zimefika round of 16, kila timu iko na uwezo wa kufika quarter final. Tuliona mashabiki wengine wanalazimika kuingia uwanjani sare ndio kusionekane kwamba timu zilikuwa zinacheza bila mashabiki. Sijui nini kinaweza kuwa kinachangia hilo, kwamba viwanja kidogo havijai. Moja tu alafu tufunge. Bado mimi naweza kusema bado soka la Afrika linatawaliwa na kwenye wala mashabiki linatawaliwa na ukanda. Yani ni ngumu sana shabiki hata kama anapenda mpira kwenda kuingia uwanjani kuangalia timu ambayo sio ya ukanda wake au ya upande wake. Kwa hiyo hilo ndio tatizo. Nadhani kadri siku zinapozidi kwenda, ushindano utazidi kuwa mkubwa zaidi, inawezekana ikawa kivutio cha mashabiki, na mwisho wa siku hata kama mashabiki timu yake haipo, lakini kama anaona ushindani ni mkubwa, basi inawezekana kavutiwa zaidi na kuhudhuria viwanjani. Kimsingi mashabiki wao wanachohitaji ni furaha. Mashabiki waangalie namna gani anapata, namna gani wao unafanya. Yeye anachotaka timu yake ishinde. Sasa kama anataka timu yake ishinde, maana yake unachopaswa ni kuzungumza na timu yako ya ndani. Ni haya tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X.
Asanteni sana wote kwa kujiunga na matangazo ya leo. Jina langu ni Gabriel Ingubu. Kwa heri kwa sasa na uwe na jioni njema.